Hi, my name is Tasha Lanis and this is Speak Out with Tasha. Before nianze kuzungumza ni kuombe usubscribe, like, comment na share pamoja na watu wengine ili uweze kupata ujumbe. And today tunakwenda kuzungumzia jambo ambalo watu wengi wanalikosea sana kwenye maisha, lakini wanadhani wako sawa just because wanafurahia. Unajua wakati mwingine unaweza ukawa unafanya kitu kinakufurahisha lakini at the same time kinakuumiza and you don't care. Either you don't know or you don't mind it. Lakini ukweli ni kwamba kujilinganisha na maisha ya mtu mwingine, it's a loss. Kwa nini? Dunia haitaki mtu wa pili kutoka kwa mtu mwingine. Dunia inataka wewe una nini, unaweza kufanya nini. Dunia inakuhitaji wewe kama ulivyo. Inahitaji kile ambacho wewe unacho, na sio kile ambacho mtu mwingine anacho na wewe unaweza kukifanya. That's different thing. So comparing yourself to other people or trying to live other people's life just because you get inspired with them, it doesn't make you be like them. It's destroying your image. And therefore inakuibia ndoto zako. Wewe una ndoto, unahitaji kutimiza kuwa mtu fulani, na hiyo ndoto ambayo upo nayo ndio dunia inahitaji. Huyo ambaye ni wewe from inside ndiye ambaye watu wanahitaji kumuona. Watu hawahitaji kumuona fulani kupitia wewe kwa sababu fulani wameshamuona. Hili tatizo linachokumba wengi, the fucking because of what? Social media highlights. Social media highlights is there, guys. It's an entertainment. It's there to entertain you. And social media highlights is not real. Don't take it too serious. Usiache sasa kufuata ndoto zako, usiache kutimiza malengo yako just because you are getting inspired with somebody else on social media. No, my dear. It's like this. Most of social media lives ambazo tunaziona is not real. It's not even real. Some people are creating content. People are making it. So don't live like a content. Live your life. Fight to be you. Don't fight to be somebody else just because unamuona social media kila siku anapendeza, anatembea na magari makali, anafanya. Let me tell you one thing. Copying other people's life like that inakufanya una delay kufikia ndoto zako, kwa sababu kwanza inakuibia ndoto zako. You'll be spending most of your time kufuatilia maisha ya mtu mwingine. You'll be spending most of the time kuwa kama yeye, while there is you who needs you, because nobody else can make you to be you except you yourself. And hiyo ndoto ambayo unaiota, nobody else can fulfill it but you. So why are you sitting there getting inspired with other people's life and start living like them? No, that's a mistake. It's not wrong to be inspired. Get inspired and then do your things naturally. Be you, and you will see how the world will receive you and accept your presence. And therefore, wakati unajilinganisha na watu wengine, you have to know these things. The first thing, the success has a timeline. Your success has already been planned. Kwa sababu hata tukirudi kwenye maandiko, Biblia inatuambia katika kitabu cha Yeremia 1:5 na kuendelea. Mungu mwenyewe amesema kwamba kabla sijalikuumba nalikujua, na tangu ungali tumboni mwa mama yako nalikutakasa, nalikufanya kuwa nabii wa mataifa. That's enough. So it's just a matter of time. So what you need to do, badala ya kuendelea kufuatilia na kuishi kama mtu mwingine, you just focus on your dreams. Do your things, okay? Your time will come. Hata kama sio leo, but as long as God has planned it for you before even you are here, lazima itatimia. So usione kama nachelewa, nafanyaje. No. Na kuchelewa kusikufanye kuanza kuishi maisha ya mtu mwingine. Kuchelewa kukufanye uwe na kiu zaidi na spirit ya kupambana, kuhakikisha kwamba unakifikia kile ambacho wewe unatamani kukifikia, kile ambacho kinakuvutia kwa watu wengine, like the life they are living, which is actually sometimes not real. And even if it is real, okay, tengeneza ya kwako ili na wewe upate kuwa inspire wengine, ila usiache ya kwako ukaanza kuishi ya watu wengine.
The success has a timeline, my dear. Your time will come and you'll be successful, and people will admire you. People will be inspired with your hustle and what you are becoming. By the way, you need to live your life and share it out, kwa sababu the way you're making progress shall make you proud that you have made one step ahead. And make sure you make one step ahead every day in your life. Kila siku piga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwenye ndoto yako, kwenye kupambania mafanikio yako, kwenye malengo yako. Piga hatua. Lakini ukishapiga hiyo hatua, then relieve, mshukuru Mungu, and then be proud, kwa sababu sio wote wanaweza kufanya hicho ambacho umekifanya. And by the way, success is not a race ambayo unataka kushindana na mtu. No, you don't need to compete with anybody else. Compete with yourself. Wewe mwenyewe jiangalie, jana juzi nilitoka wapi, jana nikafika wapi, na leo natakiwa niende wapi. That's what you're supposed to do. Kujiangalia wewe umetoka wapi, umefika wapi, na unatakiwa uende wapi. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho unatakiwa kufanya kwenye maisha yako. Sio kuangalia nani amefanya nini. No. Anafanya kwa sababu tayari yupo kwenye hiyo hatua ya kufanya hicho anachokifanya. Kwa hiyo mafanikio yake ambayo unayaona yamekuzidi, hata kama mnalingana umri, yamekuzidi. Wengine tunakuwa tunaumizwa na vitu ambavyo sometimes hata Mungu hapendi. Sawa, mimi na miaka 25, kuna mtu mwenye miaka 25 tayari ana gari na nyumba. It's okay. Kila mtu ameandikiwa hatima yake. Kila mtu ameandikiwa wakati wake wa kupata. So wakati wako wa kupata utafika. You just keep on making the better version of you. Make sure every day unahesabu kwamba nimepiga hatua hii, nimefika hapa, nimefanya hiki, nimefanya kile. That's what the world needs, and that's what even the God who created you and planned everything for you wanted. Mungu hataki uishi kama mtu mwingine, kwa sababu tayari alishakuumba kama mfano wake. So unapoanza kuishi maisha ya watu wengine, unamkosea Mungu. Trust me. And lastly but not least, make sure you become the better version of you. The better version of you. Usiwe copy ama mabaki ya mtu mwingine, kwa sababu kwenye mifano tu ya kawaida, unapotengeneza labda kalamu, mtu mwingine alitengeneza kalamu original, alafu wewe ukaja ukatoa copy, kiwanda kingine kikaja kikatoa copy ya ile ile kalamu. Actually, hata kama zote zitaenda sokoni, bado people watazungumza kwamba hii ni copy ya hii. So kwa nini watu waseme wewe ni copy ya fulani, wakati kuna wewe ambaye watu wanatamani kumuona zaidi? So my dear friend, focus, fight, and pray, and work on becoming the better version of you. Itakusaidia, trust me. My name is Tasha Lioness again. Don't forget to subscribe, like, share, and comment.